Vizuri. Wilaya ya Kakonko ingependa kuona mambo kadhaa yanafanyika, Mheshimiwa Waziri, kufuatia mwaka huu wa fedha. Jambo la kwanza ni kukarabati miundombinu ya umwagiliaji na kujenga ile ambayo haijajengwa. Kwanza kabisa tuna maeneo ya Itumbiko, maeneo ya Luhwiti, maeneo ya Katengela, maeneo ya Mwiruzi, maeneo ya Gwanu. Maeneo hayo yote yanafaa kwa kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo tunaamini ili tuweze kuboresha uzalishaji katika sekta ya kilimo, basi wizara ituangalie kwa jicho la pekee maeneo hayo ili miundombinu iweze kutengenezwa. Jambo la pili, tunaomba sana kiwanda cha kuchakata na kuongeza thamani zao la muhogo kama ilivyoahidiwa, basi jambo hili nalo lifanyike ili wananchi waweze kuona faida katika zao hilo. Jambo la tatu, tumetenga ekari zaidi ya 1000 kwa ajili ya block farming ya zao la parachichi. Tunaiomba serikali ione pia eneo hilo ili tuweze kufanikiwa na wananchi wetu waweze kupata manufaa ya kilimo. Jambo la 4, tunaomba pia zana za kisasa za kilimo ziweze kufika katika wilaya ya Kakonko kwa sababu bado wapo wananchi wengi ambao wanaendelea kulima kutumia jembe la mkono. Na jambo la mwisho katika mambo ambayo tungependa kuona yanafanyika ni kuendelea kuhakikisha pembejeo zinapatikana kwa wakati ili wakulima wetu waweze kufanya vizuri na kuongeza uzalishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mambo yote hayo, nimetoa pongezi kwa serikali na umeona mpango mzuri wa Mheshimiwa Waziri, mpango mzuri wa Mheshimiwa Rais. Ni kwamba mambo haya yote yakifanyika, maana yake ni kwamba tunakwenda kuona mageuzi katika uzalishaji wa mazao yetu. Sasa pendekezo langu mimi najikita katika eneo la masoko. Pamoja na mambo mengine yote yatakayofanyika, tusipoliangalia vizuri eneo la masoko, maana yake ni kwamba tunakwenda kuzalisha kitu kikubwa na mwisho wa siku tutakosa pa kupeleka. Jambo la kwanza la kuangalia, wizara hii kwa kushirikiana na wizara nyingine lazima ije na mpango mkakati wa namna ya kuendea masoko. Soko la kwanza la muhimu la kuangalia ni sisi wenyewe wa Tanzania. Tupo zaidi ya milioni 70. Maana yake ni kwamba tukiwa na mkakati mzuri, sisi wenyewe tutakuwa soko la kwanza kwa mazao tunayozalisha. Jambo la pili, soko la nchi za jirani. Yapo mambo yanapaswa kufanyika ili tuweze kuyaendea masoko hayo. Jambo la kwanza, tujenge maghala maeneo ya mipakani ili watu wanaotaka kupeleka mazao nje ya nchi yetu waweze kuwa na sehemu ya kuhifadhia mazao yao. Jambo la pili, serikali ijikite katika kuhakikisha kilimo kinachofanyika kinakuwa ni kilimo cha mkataba. Watu wasilime bila kujua watapeleka wapi mazao yao. Na eneo la tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima wizara ije na mpango wa kuhakikisha wananchi wetu wanapata elimu ya kilimo. Kwanza wajue wanapolima wanatumia mbolea gani kwa ardhi